Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Bukoba, Methodius Kilaini Bagonza, ametoa ujumbe mzito unaolenga moja kwa moja uongozi wa juu wa nchi, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan. Katika kauli yake, Askofu Bagonza amesema wazi kuwa Tanzania haikabiliwi na tatizo la amani, bali tatizo la haki. Kwa mujibu wake, Watanzania wengi wamefikia hatua ya kukata tamaa ya kupata haki zao kupitia mifumo iliyopo. Askofu huyo amesema kinachosikitisha zaidi ni kwamba hata viongozi wakiwemo viongozi wa dini wamejikuta wakihubiri amani bila kuzungumzia haki, jambo analosema linapotosha maana halisi ya amani. Kwa mujibu wa Askofu Bagonza, amani haiwezi kujengwa wala kulindwa kwa kutumia nguvu, silaha au vitisho. Amesisitiza kuwa huwezi kulinda amani ukiwa umeshika silaha, bali ni lazima uweke silaha chini. Vivyo hivyo, amesema vitisho haviwezi kuwa msingi wa amani ya kudumu. Askofu Bagonza ameeleza kuwa njia sahihi ya kulinda amani ni kutumia lugha ya ushawishi, kusikizana na kukaa mezani kujadili hoja kwa hoja na wale wote wenye mitazamo tofauti. Ujumbe huu unakuja katika kipindi ambacho nchi imeshuhudia mvutano wa kisiasa na kijamii, hasa baada ya tukio la Oktoba 29, tukio ambalo limeibua maswali mengi kuhusu haki, matumizi ya nguvu na mustakabali wa mshikamano wa kitaifa. Kauli ya Askofu Bagonza sasa inaongeza shinikizo la maadili kwa uongozi wa nchi, ikifungua mjadala mpana kuhusu iwapo serikali itaendelea kusisitiza amani kama kauli mbiu au itachukua hatua za dhati kurejesha imani ya wananchi kwa kuhakikisha haki inapatikana kwa wote. Kwa Askofu Bagonza, msimamo ni mmoja: bila haki, amani hubaki kuwa neno tu, si uhalisia. Huyu hapa, msikilize akitoa ujumbe huo. Kwa tumefika hapa tulipo, kwa maoni yangu, kwa sababu ya kukataa kukaa meza ya mazungumzo. Mimi nina miaka sasa nikiandika kwenye koramu yangu ya Rwakalinda ulioizungumzia Alpha, na siku za karibuni nimeifanya kuwa kauli mbiu kwamba kila jambo nilimaliza kwa kusema jamani, turudi mezani tuzungumze, kwa sababu ninaamini katika kuzungumza kama njia ya kuleta maridhiano na amani katika jamii yetu. Sasa Tanzania hatuna tatizo la amani, kwa msingi hatuna tatizo, tuna tatizo la haki. Watu wengi wamekata tamaa ya kupata haki zao, hilo ndio tatizo. Lakini sasa viongozi na sisi viongozi wa dini tumejiunga humo, tunapenda kuzungumzia amani bila kuzungumzia haki. Lakini sasa hata amani tunaizungumzia vibaya. Tunaizungumzia vibaya. Kama tatizo la Tanzania amani, basi ni amani, basi approach tunayoitumia haijengi wala kulinda amani, kwa sababu huwezi kulinda amani ukiwa umeshika silaha, unahitaji uweke silaha chini. Huwezi kulinda amani kwa kutumia vitisho, unahitaji kutumia lugha ya kushawishi. Kisha unahitaji kukaa chini kuzungumza na kuzungumza na kujibu hoja za watu ambao wametofautiana.